subscribe to my channel and also press this bell icon. Ya 1-0 kule katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni, JKT Tanzania zidi ya Simba. Goli 1-0 zimewapa alama 3 muhimu sana katika kosti ya Simba. Ligi kuu soka Tanzania bara mwendelezo. Uchambuzi wa kina nipo na Yusufu. Yusufu, umetazama mchezo wa Simba zidi ya JKT. Dakika 90 zilikuwa dakika za namna gani? Zilikuwa dakika nzuri kwa timu zote mbili kwa sababu zilikuwa zinakutana na timu ambazo of course kimadaraja ni tofauti kwa maana ya mchezaji mmoja mmoja, lakini ule muunganiko wa wachezaji kwenye kila kikosi umeweza kutoa moja kati ya game nzuri sana, na nafikiri hii ndio mechi pekee ambayo binafsi nilikuwa naitazama kama mechi ngumu sana kwa upande wa Simba katika hizi ambazo zimebaki, kwa sababu dabi bado haina mwafaka kama ambavyo umeona bana. So nilikuwa naitazama kama game tough kwa sababu JKT Tanzania ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji wengi ambao ni bora. Yaani wako wachezaji ambao ukiwauliza nini ambacho kipo kwenye ligi kuu, nini ambacho umewahi kukifanya ligi kuu, watakupa historia yao. Wapo wachezaji kama kina John Rafael Boko, Shizalama Zani Kichuya, Amesi Saidi Ndemba na wachezaji wengine. Hao ni wachezaji ambao ukihitaji experience haina doubt ndani yao, lakini ukihitaji kiwango kizuri watakupa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wana experience na ligi yetu, lakini pia wana bado wako kwenye ile peak ya kiushindani. So uko unategemea Simba muda mwingi ajaribu kupush kwa sababu yeye bado ni timu ya kwanza mbele ya JKT, japokuwa lazima tahadhari iwepo, lakini tazama namna ambavyo ilikuwa ni ngumu kuweza kupush mashambulizi kwa sababu mpango kazi ambao JKT Tanzania aliingia nao kwanza ni kukubali kuwa timu ya pili mbele ya Simba, lakini kuwa timu ya kwanza ndani ya matukio, kwa maana nakubali kuwa timu ya pili kwa kuwa wewe ni mkubwa una kila kitu, lakini nitakuwa wa kwanza kwenye matukio. Kivipi? Kama nikipata nafasi ya kukushambulia nitafanya hivyo. Ikitokea unakuja kunishambulia nitajaribu kutumia madaraja na ubora ndio nao kuweza kukuzuia. Ndio maana tazama hata aina goli ambalo limefungwa, of course ni goli ambalo Simba alikuwa anaitengeneza nafasi, kwa maana mpira umeanzia kwa Joshua Mutale akampa Stephen Dese Mukwara anapiga cross, Fabrice Ngoma Luamba anafunga. Na ndio maana ni goli moja kwa sababu pia ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji wazuri sana kwenye eneo la kujilinda, hasa kwenye engo ya kujilinda, lakini ukija kwenye mkakati wa kuweza kuzuia pia kwa maana kuzuia kitimu bado ni timu bora. So Simba amepata game tough, lakini malengo alikuwa ni kwenda kupata alama 3. Na kwa sasa hivi Simba anavyocheza ni kucheza objective football. Yaani sitohitaji kupishana sana na wewe, sitohitaji kuweza kudhibitisha kwamba mimi ni nani kwa maana upande wangu wa pili. Nitachokifanya ni kutumia makosa ya kile ambacho utakifanya kutokana na pressure ninayokupa ndani ya uwanja, niweze kupata kile ninachohitaji, na kisha ikipata narinda ili kuweza kujiweka kwenye eneo salama, na ndicho ambacho kimetokea. Kwa hivi sasa Faldo hahitaji sana kuweza kuona performance yake sana kwa sababu ya mashindano ambayo anashiriki, lakini pia ukubali katika hizi timu 3 kwa maana Young Africans, Simba, Azam FC, Faldo ndo kocha pekee ambaye ana machaguo machache kuliko makocha wengine. Kwa nini? Kwa sababu ukitazama kwenye kikosi chake kinachoanza, akikosekana mchezaji mmoja tu lazima utaona rotation ya leo. Yusufu, ulichokizungumzia hapo, kuna namna moja ama nyingine imeenda kuongeza effect? Imeongeza quality, lakini pia kuna effect tulikuwa tunaziona. Kivipi? Anaanza Jancha leo lakini Joshua Mutale ambaye amekuwa pale nafasi ya kucheza, Valentino Nauma, ukuwa unaona ule ushapu wa kuweza kutafsiri matukio ndani ya uwanja kwa uharaka kama ambavyo imekuwa. Lakini tu si Joshua Mutale. Moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango kizuri sana ni Joshua Mutale kwenye mechi ya leo. Kiwango cha leo pengine amekuwa na kiwango kizuri sana, na nafikiri Joshua Mutale kuna namna ambavyo anaanza kuingia kwenye mfumo wa mwalimu. Tunaweza kutumia kauli hiyo kwamba Budu ameanza kuingia kwenye kauli ya mwalimu. Yaani ameanza kuingia kwenye mfumo wa mwalimu kwa sababu mwanzo alikuwa anacheza kulingana na kiwango binafsi alichonacho. Unajua kuna kucheza vile ulivyo na kucheza kwa kufuata malengo kwa maana mbinu za mwalimu, lakini pia kujumuisha na kile ulichonacho. Joshua Mutale hivi sasa anaingia kwenye mfumo wa mwalimu, na ndio maana kocha ameanza kumwamini na kumpa nafasi ya kucheza kwa sababu ameona kuna kitu cha ziada ambacho Joshua Mutale anacheza. Na nafikiri kwangu mimi Joshua Mutale ni miongoni mwa wachezaji wazuri, lakini kinachomtafuna ni ile pressure ya nje ya uwanja kabla ya kuanza kuadapt sasa mazingira.
Unajua kuna wachezaji ambao of course ni bora, lakini anapotoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine huwa anahitaji muda kuweza kuadapt ya mazingira. Yusufu, Young Africans alienda Meja Jenerali ameambulia sare. Yeah. Simba ameenda Meja Jenerali ameambulia alama 3. Tutumie kauli gani ambayo inaweza ikawa tafsiri sahihi? Tafsiri sahihi, nafikiri Simba anajua kucheza vizuri viwanja vya ugenini kuliko Young Africans. Tafsiri sahihi ni kwamba Simba anajua kucheza na nyakati akiwa viwanja vya ugenini kuliko Young Africans. Hivi kinatokea uko uwanja ugenini unashinda goli 6 afu mechi inayofuata unatoa sare au unapoteza. Na ambaye amekuwa katika hizo mechi kwa maana akawa anapata alama moja kwa maana goli moja kwenye kila mchezo. Yupi ambaye ni bora? Muhimu ni goli 1 na alama 3. Ndicho kitu muhimu, si ndio? Na ndio tunaita objective football, mpira wa malengo. Sasa Simba viwanja vya ugenini mara nyingi anacheza kwa malengo. Simba maana mara nyingi akiwa viwanja vya ugenini huwa anacheza kwa malengo. Na ndio maana Simba akiwa viwanja vya ugenini ashindi mabao mengi sana, lakini ana uhakika kupata alama 3. Ndio kilichotokea leo hii. Ndio kilichotokea leo hii. Na Simba ameendelea kudhihirisha kwamba kuna utofauti mkubwa wa hii Simba na ile Simba misimu mitatu iliyopita. Yusufu, mambo ni mengi sana. Mbio za ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara zimeelekea moto sana. Unaiona Simba ikipoteza viporo vyake vilivyosalia. Viporo viwili ameshashinda mpaka hivi sasa. Hadi hivi sasa binafsi mechi pekee ambazo tulikuwa naziona ni ngumu kwa Simba na anaweza kadondosha alama ilikuwa ni mechi ya Mashujaa na JKT Tanzania. Kwa hizi ambazo zimebaki labda waamue wao Simba kupoteza. Yani labda itokee majeraha, kwa sababu kama ambavyo nimesema Fadlu anachokosa ni upana wa kikosi kwa namna ya kuwa na wachezaji wenye uwiano ama kiwango cha kufanana. Lakini kama itatokea wachezaji wake anawapata kwenye kila mchezo, sio ni akidondosha alama. Nikiachana na hilo Yusufu, mbio za ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, dabi ya Kariakoo huenda ndio itaamua haya yote ambayo yanaendelea hivi sasa. Umeiona mapema barua ya Young Africans. Wanasema msimamo wao ni ule ule baada ya kurudishwa kasi kwamba wacheze dabi ya Kariakoo kwa kuwa hawana imani na kamati ya TFF. Kwako ni lipi kwenye ile ambalo linaendelea? Ninachokiona Young Africans yuko tayari Simba apewe ubingwa, lakini si kucheza dabi. Unachokiona Young Africans chini ya uongozi kwa maana Rais Engineer El Saidi na watendaji wote wa Young Africans wako tayari Simba apewe ubingwa, lakini si kucheza dabi. Kwa nini? Kwa sababu msimamo wao kutoka awali ni kwamba tucheze. Mbali na vyote ambavyo vimetokea kuonyesha kwamba ni kama Young Africans anakosea ama anashindwa kulingana na maelezo ya awali, lakini bado ameendelea kubaki kwenye ule msimamo wake. Na tayari tunaamini kwamba anachokizungumza Yanga ama anachokizungumza Simba ndicho ambacho mashabiki wanakibeba. Kwa hiyo Young Africans hawako tayari kukubali hii aibu iwapate ya kwamba walikosea na wacheze dabi, aliyakuwa tayari walishawathibitishia mashabiki zao hakuna hiyo mechi tena. Kwa hiyo ninachokiona Yanga yuko tayari kupokonywa alama, yuko tayari kushushwa daraja. Kushushwa daraja hapana, na sioni kama inaweza ikatokea, lakini yuko tayari alama apokonywe, yuko tayari Simba apewe ubingwa, lakini si dabi kuchezwa. Sasa je, TFF atafanya hivyo? Ndio kitu pekee ambacho natamani ukiona, lakini ninachokiona na msimamo ambao Yanga ameendelea kubaki nao sioni kama kuna dabi hadi hivi sasa. Yusufu, kwamba sioni kama kuna dabi. Dabi ya Kariakoo hakuna. Ya pili. Kwa sababu nilitegemea baada ya barua ya kasi kurudi na kila ambacho kilizungumzwa, Young Africans wangeshusha ile pressure ya kila ambacho kilikuwepo, kwa maana kushusha ile kauli ambayo walikuwa wakiitumia kwamba dabi haichezwe na kuanza kuangalia njia gani ambayo wanaweza kuitumia kulimaliza ile. Lakini cha kushangaza bado ameendelea kushikilia msimamo. Na ukirudi sasa kama ni hivyo, mechi ya kwanza imechezwa Yanga akashinda, sio? Maana yake ana alama 3 kwenye hizi mechi ya dabi. Kwa mechi ya kwanza imechezwa alama 3 Young Africans anazo, mechi ya pili bado haijachezwa na bado anakataa kucheza. Sasa kama ni hivyo, yale matokeo pia yafutwe. Yusufu, naomba urudie kwenye hili. Kama solution ya hili lote ambayo unaendelea. Kama hakuna solution ya dabi kuchezwa, yale matukio ya round ya kwanza mechi iliyopita, yote yafutwe kwenye rekodi. Ijulikane kwamba msimu huu timu zilikuwa 15 na si 16. Yusufu, tunaomba tuwaeleweshe watu hiki kitu ambacho huenda kikawa kina manufaa vizuri kwa namna ambavyo watu wanazidi kuiongelea dabi ya Kariakoo. Kwa nini? Kwa sababu hadi hivi sasa Yanga ndiye ambaye anaongoza ligi, sio?
lakini katika kuongoza ligi ana alama 3 ambazo amemfunga Simba. Kama hatokubali kucheza mechi ya marudiano, manake si haki, kwa sababu inawezekana kama Simba akaenda kupata matokeo, manake akapunguza gepu la alama 3, sio? Lakini vipi kama Young Africans katika hizo mechi ambazo zimebakia akapoteza, alafu Simba kashinda mechi zake zote, wakawa kwenye level moja, kwa maana alama wanafanana. Alafu tunahitaji alama zinazokwenda kuamua bingwa kwenye hii mechi ya marudiano ya dabi ya Kariakoo, alafu Young Africans anakataa kucheza, maana yake kutakuwa na haiko sawa kisheria. Sasa kinachotakiwa kufanyika ni yale matokeo kufutwa, na tuangalie nani ambaye ananufaika nayo matokeo ya wakati huo, ili aweze kupewa bingwa. Angalia mbio za ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, kama Young Africans anashinda mechi zote anakuwa na alama 79. Lakini kama Simba anashinda mechi zote tofauti na dabi anakuwa na alama na 78. Tofauti ya alama moja. Kama Young Africans umezungumzia atopeleka timu kwenye zile 79, nazungumzia sasa katika hizi mechi ambazo zimebaki Young Africans, maana yake akitoa sare alafu Simba akashinda mechi zake zote, watakuwa alama sawa. Si ndio? Tunahitaji mechi moja ambayo ni ya dabi ya kwenda kuamua ubingwa, si ndio? Kwa sababu hadi hivi sasa kama mechi zikibakia hivi, kila mtu akashinda mechi zake, kwa maana Simba na Yanga atakuwa anaongoza kwa alama moja. Ikitokea Yanga ametoa sare akadondosha alama moja na Simba akashinda mechi zake, maana yake watakuwa sawa, alama sawa, sio? Tunahitaji sasa mechi ya kwenda kuamua bingwa ambayo inatakiwa ichezwe ya raundi ya pili ya dabi ya Kariakoo, ambayo ndio Young Africans ameendelea kushikilia msimamo ya kwamba yuko tayari kucheza. Sasa kama yuko tayari kuchezwa, si wako sawa, tukafute yale matokeo ya mechi ya kwanza ili Simba anufaike, kwa sababu ya matokeo yatakuwa tumeshafuta, maana yake Yanga atakuwa anazidiwa tena kwa alama 3 ambazo tayari zitakuwa zimefutwa. Kama Young Africans watopeleka timu uwanjani, effect mbaya itakuwa kwao, kwa namna ambavyo tunaongea mimi na wewe. Kwa namna ambavyo mimi naona solution itakuwa ni hii yes, kama ambavyo itakuwa hivi, maana yake Yanga atakuwa kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo kwa namna yote kwangu mimi naona ingetumika tu busara ya dabi kuchezwa, kwa sababu ndo mechi pekee ambayo imebeba thamani ya ligi yetu, ndo mechi pekee ambayo tunaichukua kwa uzito kuanzia nje ya uwanja hadi ndani ya uwanja. Tusahau kile ambacho kimetokea, kwa sababu sio mara ya kwanza kutokea. Of course kwenye kila ligi huwa tunahitaji sheria zifuatwe, si ndio? Lakini ikitokea tumekosea sasa pale ambapo busara inahitajika, basi tufanye hivyo. Kwa hiyo hadi hivi sasa kwangu mimi ni waombe uongozi wa Young Africans chini ya rais, kwa maana rais Engineer Said, moja kati ya watu ambao binafsi na waheshimu sana kwa kila anachokifanya, angalie tu namna ya kulimaliza hili, kwa sababu ni rais wa vilabu barani Afrika, anajua kitu gani ambacho anakifanya ili dabi iweze kuchezwa. Lakini kusema kwamba dabi isichezwe kutakuwa hakuna impact yoyote kwa ligi yetu. Tumeongea mengi ya kimichezo mimi na wewe. Shukrani sana ndugu yangu kwa time yako. Next time tutaonana. Asante, nikutakie kila la heri.